Ni mbinu gani muuaji anaweza kutumia kuficha uovu wake kwa miaka mingi huku akionekana kama vile ni mtu wa kawaida kabisa? Kwa huyu jamaa ambaye tunaenda kumuongelea leo, hilo lilikuwa jambo rahisi sana. Jamaa alikuwa mwoka mikate, baba wa familia, mwanakwaya wa kanisa na mtu ambaye maafisa wa polisi walikuja mara kwa mara nyumbani kwake kunywa chai, bila kufahamika kwamba ana upande wa siri wa kushangaza sana na wa kutisha. Nyuma ya tabasamu na upole wake, mchizi ana tabia ya kuchukua wanawake alafu anaenda nao msituni ili awawinde kama wanyama. Ngoja tuliweke sawa hili. Anawawinda kama wanyama na kuwaua. Hey! Wazee, karibuni tena kwenye episode nyingine. Leo tumekutana tena, tuna story moja hatari sana. Ila kabla tuja dive kwenye story, naomba tuweke vitu fulani sawa, tuwajibu maswali kadhaa ambayo tulikuwa tukiyaona kwenye comment. Kwanza kabisa ni kuhusu recaps. Recaps hazijaachwa wala sijaacha kufanya. Zipo kama kawaida, 7bits ipo na tutaendelea kuposti kama kawaida hivi karibuni tu. Kitu kingine ni kuhusu hii channel. Hii channel ni kwa ajili ya stories pekee na inawavutia wapenzi wa story tu. Kwa kama na wewe ni mpenzi wa story, basi subscribe. Lakini pia kuhusu picha, wengi mko mnaandika bana tuwekeni picha ili tuweze kuona, tuweze kuongeza hisia kwenye story na vitu kama hivyo. Sasa habari njema ni kwamba tumepata mtu ambaye atakuwa anaandaa michoro. Kwa hiyo sasa kwenye kila tukio, lakini sio yote, kwenye kila tukio tutakuwa tunaweka picha zile ili kuongeza hisia kwenye story. Na kwa wale ambao mna story zenu, story za kusisimua sasa, na kama ni ya kutisha, hiyo ni ya kutisha kweli, unaweza kumfikia mwandishi wetu Abias Mzigua. Jina lake nimeliandika kabisa mwishoni mwa hii story. Ule kwenye credits unaweza ukachukua ile jina ukaenda ukabandika hivyo Instagram, utampata. Ameweka pale namba yake, au unaweza kumDM ukamsimulia. Yeye sasa atakachokifanya ni kuiandika hiyo story kwenye mfumo mzuri wa matukio, kutokea hapa mpaka mwisho. Alafu atanipatia mimi, nitaisoma. Nikishaielewa tu na nikaipenda, ndio nitakuja hapa mbele yenu nitawasimulia. Kwa hiyo tuingie kwenye story ya leo. Robert Christian Hansen alizaliwa tarehe 15 Februari mwaka 1939 kwenye mji mdogo wa Esterville, Iowa. Mji wenye watu 6,000 tu. Kwenye mji mdogo kama huo, watu waliishi kwa kujuana sana, sio kwa sura wala majina. Ilikuwa ni ngumu kuficha siri yako na isifahamike. Maeneo kama hayo inabidi mtu uishi kwa kujiheshimu sana. Kosa dogo tu la aibu, mji mzima umeshajua. Mzee wake alikuwa anaitwa Christian Hansen. Huyu alikuwa mhamiaji kutoka Denmark huko, na ndiye alikuwa anamiliki bakery ya familia. Sasa mama yake aliitwa Edna. Bi mkubwa yeye alikuwa sio mhamiaji, ni Mmarekani. Nyumba yao ilikuwa ina utaratibu mkali kinoma, utaratibu wa kidini. Yaani ile nyumba ambayo baba akikuangalia usoni hivi uko unacheka akikwambia nataka ulie, hapo unaanza kushusha machozi. Huyu mzee sasa Christian hakuwa mpole hata kidogo. Jamaa alikuwa mkali kishenzi. Anataka kila mtu awe shapu mzee. Si unajua wazee wa namna ile. Yeye kazi ndio ni kipaumbele chake cha kwanza. Hataki utani. Wakati watoto wengine wanakuwa kwa kudekezwa, Robert yeye akiwa mdogo kabisa tayari alikuwa ameshaingia kwenye kazi hiyo ya bakery. Ameingia kwenye bakery ya mzee. Sasa nikisema bakery kwa wale ambao sijawalipia ada, Kiswahili chake ni kiwanda cha kuoka mikate. Na wakati mwingine huwa kinaoka na keki pia, pamoja na vitafunwa vingine, maandazi, madonati na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mwanetu Robert, heka zilianza tangu akiwa mdogo sana. Kuamka mapema asubuhi, kufanya kazi kwa bidii na nini, kukaa kimya mpweke. Hayo ndio alikuwa maisha yake. Yaani ndio ilikuwa ratiba yake ya kila siku. Muda wa upendo na wazazi sijui nini haukuepo. Nyumba yao ilikuwa ni nyumba ya sheria kali. Si nyumba ya huruma wala kudekezwa hapa. Hiyo ilimfanya Robert kuwa tofauti na watoto wengine kutokana na hayo malezi, lakini pia kutokana na namna alivyokuwa. Alikuwaje? Kwanza huyu Robert bwana alikuwa na stutter. Stutter ni kigugumizi, tatizo la kuongea ambalo lilifanya kila akiongea awe anaona aibu. Akijaribu kuongea neno anaishia njiani, anakwama. Marafiki zake na watu wengine walikuwa wanasubiri tu aongee chochote waanze kumcheka. Hii ilikuwa inamfanya awe mnyonge sana. Pili, kuna namna ngozi yake iliathiriwa na chunusi nyingi ambazo hazikuwa chunusi zile za kawaida. Chunusi zake zilikuwa kubwa zile. Chunusi ambayo yani akiitumpua inaacha bonge moja la kovu. Na la mwisho,
Robert alikuwa mwembamba sana, alafu alikuwa anavaa miwani. Mwembamba katika kiwango kisicho cha kawaida. Alafu sasa alikuwa anatumia mkono wa kushoto. Kwa sasa tunawaita mashoto. Sasa jamii ya wakati huo iliamini mtu anayetumia mkono wa kushoto ni kama kasoro fulani hivi inayohitaji marekebisho. Hata wazazi wake pia walikuwa wanamlazimisha aandikie mkono wa kulia ili akae sawa. Sasa mjumuisho wa mambo yote hayo ukamfanya Robert aathirike sana kisaikolojia, asiwe na utulivu wa kiakili kabisa. So hata ilipofikia miaka 1950 huko, jamaa alipofikia kuwa kijana sasa, pisi nazo zikawa zinamkataa pia. Kile kigumizi chake na nini, hajamalizia kusema I love you, msichana yule kashaondoka. Washikaji nao ndo hivyo pia, nao alimtenga. Akirudi tena home, badala ya kupata faraja kidogo kutoka kwa wazazi, akawa anakutana na bakery. Mshua anajali pesa vibaya mno, anamwangalia dogo tu kama chombo cha kufanyia kazi. Robert hakuwa na sehemu ya kukaa kwa amani. Hakuwa na mtu wa kuongea naye, kumwelezea yale ambayo anapitia moyoni mwake. Sasa njia pekee ambayo ilikuwa imebaki kwa Robert ili ajiweke sawa, ikawa ni kwenda zake tu porini. Huku mjini wanadamu mmemkataa bana. Aliona bora aende zake tu kupiga story tu na kina bro chatu, sokwe, mambo ya Tanzania huko msituni huko. Sasa akifika zake huko, anawinda ndege, anavua samaki, hakuna anayemcheka, hakuna anayemdhihaki. Kwanza ataongea saa ngapi mpaka kigugumizi chake kisikike? Yani anaongea na nani? Hiyo ndio ikawa tabia yake, ikawa ndo starehe yake sasa. Na kupitia hayo mazoea, Robert taratibu akawa anapata skills za uwindaji, shabaha, mbinu, vyote vilikuwa vinaimarika huku. Wakati huo huo, hasira ya kulipiza kisasi kwa wanadamu pia ikawa inaendelea kukomaa. Mwaka 1957, Robert alihitimu shule ya sekondari ya Pocahontas bila kujiwekea alama yoyote ya kukumbukwa, bila graduation, bila marafiki wa karibu, bila wazazi, yani ile kibishibishi tu mzee. Sasa kutoka mwaka 1939 mpaka 1957 ni miaka 18. Kwa hiyo Robert akiwa na miaka 18, mwaka huo alijiunga na jeshi la Amerika. Mchizi alipiga mwaka mmoja tu jeshini akapata ujuzi wa kutumia silaha. Baada ya jeshi, Robert alirudi Iowa. Hakuwa na malengo mengine ya maisha. Yeye kuna jambo lake tu alikuwa analipigania. Huko Iowa sasa alitumia muda mfupi kufanya kazi kama msaidizi kwenye mafunzo ya vijana kwenye program ya raia, ambapo alipata uelewa mdogo wa jinsi polisi wanavyofanya kazi. Hii elimu ilikuja kumsaidia sana baadaye kwenye mbanga zake za giza. Ilipofika mwaka 1960 sasa, wakati huo jamaa na miaka 21 tu, katika hali ya kushangaza, Robert alioa mwanamke anaitwa Phoebe. Phoebe alikuwa ni binti wa daktari wa mji wao huo mji wa Iowa. Ila ndoa yenyewe hata haikudumu wala nini. Miezi michache baadaye, tarehe 7 Disemba mwaka 1960, Robert alitekeleza uhalifu wake wa kwanza mkubwa zaidi. Kamatwa, alimtaja jamaa ambaye walishirikiana kufanya hilo jambo. Wenzetu bana, unajua haya mambo ya afya akili walianza kuyazingatia tangu kitambo. Kwa hiyo Robert akiwa yuko ndani ilibidi afanyiwe uchunguzi wa kisaikolojia. Matokeo yakawa ni ya kutisha. Madaktari walibainisha ana manic depression, hali ambayo kwa jamii ya leo ingeitwa bipolar disorder. Tumezoea kuita kifupi bipolar. Walifahamu pia jamaa ana ukomavu mdogo wa kihisia, anashindwa kudhibiti hisia zake, anashindwa kuziongoza. Alafu sasa wakafahamu jamaa ana hamu ya kutisha sana ya kulipiza kisasi kwa watu waliomkosea. Sasa baada ya jamaa kupewa msaada wa kutosha na wa muda mrefu huko ndani mpaka akae sawa, cha ajabu akatumikia miezi 20 tu gerezani kati ya miaka 3 aliyopewa kutumikia. Kisha akaachiliwa huru mwaka 1962. Hili lilikuwa ni kosa kubwa. Sasa kuna jambo lingine lilitokea ndo likaijaza hasira mara mbili, hasira ya Robert. Jamaa alitoka gerezani bila mke. Yule Phoebe mke wake, baada ya kugundua kwamba ameolewa na mwenda wazimu, akafanya taratibu za talaka chapu, mchizi akiwa huko ndani. Kutoka jamaa anaambiwa mke huna. Kama ulikuwa una mchepuko basi nenda kajitulize huko, kwa sababu ugumu wa gerezani sio mchezo.
lakini nyumbani bwana hamna mtu wa kukupokea ise. Lakini pia kutoka kwake ni kama vile mfumo ulikuwa unamtumia ujumbe kichwani mwake kwa vitendo kwamba unaweza kufanya lolote na kuendelea na maisha yako. Yaani unaweza ukinukisha tu alafu isiwe noma sana wala nini. Kwani si unaona umewasha moto shuleni lakini ndani ya muda mfupi tu umetoka. Hii ilikuwa ni mbaya sana. Jamaa hakuwa na muda wa kusubiri mzee wa kazi. Mwaka 1963 Robert alioa tena. Huyu alikuwa ni mwanamke wa kidini, aliitwa Dala. Huyu ndo mwanamke ambaye alikuja kudumu naye kwa muda mrefu. Alidumu naye bila kujua upande wa giza wa mchizi. Sasa maisha ya pale Iowa hayakuwa mazuri kwa Robert. Alikuwa anahisi aibu kutokana na historia yake kufahamika. Mwaka 1967 ikabidi wahame, wakaenda zao Alaska kwenye mji unaofahamika kama Anchorage. Anchorage kwa wakati huo ulikuwa ni mji mdogo, watu kama 50,000 hivi. Ni mji ambao una baridi sana kutokana na barafu. Ila kama bahati tu, kwa sababu mwaka mmoja baadaye, mwaka 1968 sasa, mafuta yaligunduliwa huko Prudhoe. Prudhoe ni guba. Huwa panaitwa Prudhoe Bay. Nikisema guba, ngoja niwarudishe kidogo kwenye geography. Mimi sina bana jogi. Guba ni sehemu ya bahari ambayo huwa inaingia hivi nchi kavu. Sasa hii Prudhoe ipo Alaska pia. Ni mji ambao umefuatwa na bahari. Tuseme imepakana hivi na bahari. Sasa mafuta huko ndo yalipogundulika. Likajengwa bomba refu ambalo lilikuwa linakatiza sasa kutoka huko Prudhoe kwenda mjini. Likapewa na jina Trans-Alaska Pipeline. Hilo bomba lilipita pia Anchorage. Mji ukakua mzee. Robert naye chap akafungua bekari yake kwenye mall ndogo ya hapo mjini. Wateja mchele unaambiwa umaarufu wake ukaongezeka. Sasa kwa mara ya kwanza maishani tangu azaliwe, Robert alipata kitu ambacho hajawahi kukipata: heshima. Wateja walimpenda. Polisi walikuwa wanakuja kila asubuhi hapo, wanapata kahawa, mikate, donati. Wakawa wanamuita kishikaji Bob, japokuwa kwa urefu alifahamika kama Bob the Baker. Mtu mmoja mkimya, mstaarabu, anapenda dini, mtulivu, mwema sana. Yaani ni perfect mno. Juu ya hayo yote, Robert pia alipata jina lingine ambalo alilipenda zaidi. Aliitwa The Record Hunter. Unajua Alaska ni state ya uwindaji, kwa hiyo nikisema state kwanza na maanisha jimbo mzee. Ukisikia neno USA maana yake ni United States of America. Yaani vijimbo vidogo vidogo vimeungana ndo vimeform Marekani. Vimeform umoja USA sasa. Sasa hii state ya Alaska ni maarufu sana kwa uwindaji. Kumbuka jamaa yetu naye hobi yake ni kuwinda. Basi aliingia pia kwenye shughuli hiyo kwa nguvu zake zote. Akashinda mashindano ya uwindaji, akaweka rekodi za kitaifa, akaandikwa kwenye vitabu vya Pop na Young Club, moja ya mashirika ya uwindaji ya heshima zaidi huko Marekani. Jamaa alipata utajiri kishenzi unaambiwa. Akanunua mpaka ndege ndogo. Hizi ndege zinaitwaje? Piper Super Cub, ambayo ilimpa uwezo wa kufikia maeneo ya mbali ya porini ambayo watu wengine walikuwa hawawezi kabisa kufika. Yaani mtu yoyote ukimwangalia tu jamaa Robert Hansen, unamuona kabisa huyu jamaa ni mfano wa kuigwa huyu. Nyumba yake ilikuwa imejaa tuzo mbalimbali za uwindaji. Vichwa vya wanyama vilikuwa vimening'inizwa ukutani, pembe, sijui ngozi za mbwa mwitu, samaki waliohifadhiwa kwa kugandishwa kwa kemikali. Yaani mgeni yote akiingia humo ndani anajua kabisa hii nyumba ni ya mwindaji maarufu. Familia yake pia ilikuwa inaenda kanisani kila Jumapili. Watoto wake wako shuleni wanasoma vizuri kabisa. Dala naye yule mkewe alikuwa mke mwaminifu, mstaarabu, mtu wa dini. Labda nikuulize wewe hapo, kwa hivyo vitu vyote ambavyo tayari nimesha kuelezea kuhusu Robert, hata kama ingekuwa ni wewe, ungetoa wapi hilo shaka kuhusu, yani kumtilia mashaka huyu jamaa? Tena wengine hapa mnaonisikiliza mngekimbilia kabisa kwenda kumuomba ushauri wa maisha. Awashauri ni namna gani mnaweza mkajikwamua kuachana na tabia zenu mbaya. Ila licha ya hayo yote aliyokuwa anayaonesha kwenye jamii, kulikuwa kuna siri kubwa ambayo ilikuja kuibuka baadaye. Kivipi? Sasa twende taratibu ili uweze kunielewa vizuri. Picha linaanza mwaka 1971 hiyo mzee wa kazi. Unaambiwa ndani ya mwezi mmoja tu Robert alikuwa tayari ameshakamatwa mara 2 kwa vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake. Mara ya kwanza alimtishia mke wa mtu.
alimtishia kwa silaha na kumtukana vibaya sana. Mara ya pili alimfanyia dharau mbaya Changudoa, tena kwenye mpangilio ule ule kama tukio la awali. Kwenye matukio hayo yote sheria ilishindwa kumnasa Robert. Unaenda polisi kumshtaki, polisi wenyewe wanakushangaa. Kwanza wanakuona kama umechanganyikiwa hivi. Yaani wewe Changudoa mmoja tu uanze kulalamika eti Bob the Baker amekutukana. Usipoangalia unaweza ukalala wewe mwenyewe ndani sasa. Kwa jinsi jamaa alivyokuwa na jina zuri. Bob the Baker huyo. Mzee anayoka mikate mkimya, anacheka na kila mtu. Hemu acha bwana. Acha kabisa. Hiyo ilikuwa ni picha ya nje tu. Picha ya ndani ya Robert ilikuwa ni kama ifuatavyo. Kwanza ni vile polisi walikuwa hawazingatii tu kwamba wale wanawake wanaowapelekea yale mashtaka ni walikuwa wamenusurika. Ipo idadi kubwa ya wengine ambao walifanikiwa kuiona sura halisi ya Robert, na wengi waliofikia hatua hiyo hawakufanikiwa kutoka hai. Jamaa alikuwa anamfuata mwanamke anamuofa $300. Huyo mwanamke anaweza akawa mcheza dansi kwenye bar au ambaye tu yuko mtaani hana kazi yoyote. Mwanamke akiuliza ni ya nini, mzee anawajibu ni ya kupigia picha za matangazo kwa ajili ya mgawa wake mpya ambao anakaribia kufungua. Anachosingizia ni kwamba anatafuta mamodo wa hizo picha. $300 kwa picha tu. Wanawake wengi walikuwa wanakubali. Sasa kwa watu ambao wamefika Ulaya, Marekani, wakisikia $300 na namna jinsi ninavyozizungumza kwa ukubwa hapa watahisi nakosea, kwa sababu kwetu huku ni kama $700,000 na ushenzi hivi, na kwa rate ya sasa ukiangalia inafika kama $800,000. Huko Ulaya, Marekani ni kiasi cha kawaida, lakini kumbuka hapa tunazungumzia $300 za mwaka 1970 huko. Ni sawa na leo hii tu ongelee 10,000 ya kipindi cha vita cha Idi Amin Dada. Sasa wanawake wakisha kubali nini na kuingia kwenye gari yake, hapo ndo jamaa anapobadilika rasmi. Hawi tena yule Robert anayecheka kizembe. Huyo ni Robert mwingine ambaye anayemjua ni Robert mwenyewe. Mwanamke anakula pingu kwanza akiwa humu ndani ya gari yani. Baada hapo anawachukua na wapeleka mpaka nyumbani kwake. Mke akiwa usingizini muda huu akizani mumewe anahangaika na mizigo ya ngano na nini, kumbe mwenzake amejitwisha mtu. Kwenye nyumba yake alikuwa amejenga kitu kama handaki. Sio kama, ni handaki. Alafu alivyokuwa katili huyu jamaa akalichapa soundproof kama vile studio za mtaani zinavyotengenezwa ili kuzuia kelele za muziki zisitoke nje. Sasa huyu jamaa alivyokuwa mshezi, yeye katengeneza kaeka soundproof ili kelele za wanawake wale anaowatesa zisitoke nje. Hebu ashumu huyu jamaa ni mkatili kiasi gani. Ushai kupiga kelele kwenye soundproof? Yaani kama sauti yako ni ndogo, haina pitch, ni kwamba haiendi popote. Hata wanaopita nje kwa karibu tu ni kwamba hawatosikia. Magodoro yatanyonya ile sauti. Kwa hiyo utateswa. Tena kwa mimi ambaye sauti yangu, pitch yangu iko chini. Mimi siwezi kushauti. Umshenzi angeninyoosha. Paka ingekuwa hatari. Anyways, aliwatesa kwa masaa mengi kinoma. Paka anahakikisha hawezi hata kuinua mikono yao. Yaani hata ile kusogeza tu mkono inakuwa kazi. Anamchukua huyo mwanamke atakaye kuwa kamnasa kwa usiku huo, anampandisha kwenye ile ndege yake. Mbuga ile ndege yake ile. Kisha hao wanaiacha Anchorage. Moja kwa moja mpaka katikati ya pori. Eneo ambalo ana kijumba chake kingine. Kama kakibanda hivi. Kimezungukwa na mapori tupu. Anamshusha huyo atakaye kuwa nayo mwanamke ambaye ameshamtesa sana. Sasa kufikia hapo ndo inaibuka sifa ya kipekee ya Robert ambayo inamtofautisha na wauaji wengine makatili wa hii dunia. Jamaa alichokuwa anafanya, alikuwa anawafungua mateka wake, alafu anawapa ruhusa ya kutoroka. Wewe ushiko na nilio kupata hiyo nafasi. Unapita mitaa fulani usiku, wale wezi vibaka, achia sio nini simu. Sasa siku hiyo wakwambia achia, wakwambia tumesha ukamata simu yako, si unayo kila kitu chako, skip haya nenda. Huo ni mfano.
huo ni mfano ambao hauwezi kabisa ukalilete kwa sababu haijawahi kutokea. Huyu jamani wa kipekee anawaruhusu watoroke. Kumbuka hapo ni msituni mzee. Alafu tena ni usiku. Sio tu usiku bali hayo maeneo yana baridi kali kishenzi. Ni ukanda wenye barafu. Sasa umeruhusiwa kweli kutoroka na muuaji ambaye ndo Robert. Kumbuka hapo mpo msituni. Na hapo mlipo mmefika kwa ndege. Kumaanisha hakuna njia za kawaida za gari wala za miguu kutembea asubuhi. Kwa hujui unakwenda wapi. Hilo ni la kwanza. La pili, amekupiga kishenzi kwenye andaki lake kule nyumbani. Amekuvunja mikono, miguu, sio amekutoboa mpaka nini, nyayo. Alafu kuna baridi kali. Unawezaje kutembea na vidonda kwenye baridi kali? Utakuwa unateseka kiasi gani? Kama amefanikiwa kukuvunja mkono, na maana yale maumivu ya mkono yatakuwa yanaingia mpaka rohoni. Achana maumivu ya mapenzi. Maumivu physical yanaenda mpaka rohoni. Yaani roho inakuwa kama inadundia hapa katikati. Yaani roho inadunda. Ogopa. Sasa wewe mchezi alikuwa anajua kufanya tocha. Alafu sasa hayo yote fresh family lie anaanza kukuwinda kama vile mnyama. Mguu mara kakukosa, mara kapiga mti. Ndo furaha yake. Robert alikuwa ni katili sana. Wanawake wengi ambao walikuwa wanaathirika na huyu jamaa, wengi walikuwa ni wasichana wadogo. Miaka 30 tu kushuka chini, hamna alikuwa anazidi hapo. Mfano msichana mmoja Celia Beth alikuwa na miaka 18 tu. Megan Emerick miaka 17. Mwingine Joanna Messina. Joanna Messina alikuwa na miaka 24 tu. Sherry Morrow alikuwa na miaka 23. Paula miaka 30. Pamoja na wanawake wengine. Baada ya hayo yote pia alikuwa anachukua vitu au vitu vidogo vidogo kwa kila mwathiriwa na kuvificha kwenye dari la nyumba. Kwenye dari ya nyumba yake pale anavificha mle kama kumbukumbu tu za mauaji yake. Makosa yake alianza kufichuka Juni 13 mwaka 1983 alipomteka Cindy Paulson, msichana wa miaka 17. Robert alimshawishi aingie kwenye gari, akamweka pingu na akampeleka nyumbani kwake wakati mke wake na watoto walikuwa safarini kama kawaida yake tu anavyofanyaga. Sasa baada ya kumtesa mule ndani kama anavyofanyaga, tesa mno, akiwa anaandaa ndege sasa waende porini kama kawaida kwenye mawindo akamuinde mnyama. Cindy bana alifanikiwa kutoroka wakati jamaa ndo anaandaa ndege, fuel sui nini, mabawa yanafunguka. Cindy alikimbia bila viatu akiwa bado amefungwa pingu mikononi. Sasa kwa kuwa jamaa nyumba yake ilikuwa iko karibu na barabara, Cindy alifanikiwa kufika barabarani na kulikuwa kuna lori inapita, dereva kwa bahati tu akasimama. Alivyosimama Cindy akamuelezea na akamuomba sana. Mungu ambariki yule dereva. Akamuelewa, akamtia kwenye gari Cindy moja kwa moja mpaka kituo cha polisi kwenda kutoa sasa hiyo taarifa. Ingawa Cindy alielezea kila kitu kwa usahihi, polisi hawakumwamini mwanzoni. Robert alikana madai yote na marafiki wawili walitoa ushahidi wa uongo kwamba alikuwa nao siku huo. Kutokana na sifa zake kama mfanyabiashara anayeheshimika wa bakery, aliachiwa huru. Unaweza kaamini hicho? Hata hivyo, Sergeant Glenn Floth wa Alaska State Troopers aliona kuwa simulizi ya Cindy una namna ina ukweli. Alikuwa tayari akichunguza mfululizo wa wanawake waliopotea au kuuawa karibu na Anchorage. Alishirikiana na FBI, Behavioral Science Unit. Behavioral Science Unit ni kitengo ambacho kiko FBI ambacho kinadili na kupeleleza watuhumiwa kwa kutumia tabia zao. Yaani wanaangalia mwenendo wa tabia zako. Wewe tapeli ni kibaka. Kwa mwenendo tu wa tabia zako unavyoenda. Watu makini sana hao jamaa. Sasa kutokana na profile ambayo ilitengenezwa na Special Agent Johnny Douglas, ilikuwa inamuelezea, alikuwa anaandika hiyo profile kutokana na maelezo yale wanawake waliokuwa wanakuja kuripoti kesi zao pale polisi. Kwa hiyo Johnny Douglas alieleza kwenye ile profile kwamba mtuhumiwa
alikuwa ni mwindaji stadi ambaye amesomea, mwenye ndege ndogo, mwenye historia ya matatizo na wanawake na hata tatizo la kuongea pia, yani ile kigugumizi. Hayo maelezo yalilingana kabisa na Robert. Robert ana matatizo ya kuongea, yani mambo ni mengi, yote analingana nayo. Wale marafiki ambao walidai walikuwepo na Robert ule usiku wa Cindy walikamatwa, polisi wakawakamata afu wakawaminya mpaka wakaanza kutoa milio. Polisi ikabidi waombe hati ya upekuzi. Oktoba 27 mwaka 83 Hansen alikamatwa. Nyumbani kwake walikuta vitu vya waathiriwa ambavyo ndo alikuwaga naekaga sasa juu ya dari. Bunduki aina ya Ruger Mini 14 inatumika sana na wawindaji wa polini. Baada ya kupima wakagundua ndo ilifanya mauaji kadhaa, na ramani yenye alama 37 za X zilizoonesha maeneo ya makaburi ya siri polini huko. Sasa kumbe jamaa alipokuwa akiua, akikufukia sehemu fulani, anakuja kupiga alama kwenye ramani. Kwa saa kadhaa Hansen alikana kila kitu, lakini ushahidi ulikuwa mkubwa mno dhidi yake. Hatimaye akakiri kuua wanawake 17 na kushambulia au kuwateka wengine wengi mno. Alieleza kwa utulivu jinsi alivyowapeleka huko porini na kuwawinda. Pia alisaidia kuwaonesha wachunguzi maeneo ya makaburi mbalimbali yalipo, jambo lililosababisha kupatikana kwa miili mingi zaidi. Februari mwaka 1984 Hansen alikiri makosa ya mauaji, utekaji nyara na mashambulizi dhidi ya Cindy Paulson. Alihukumiwa kifungo cha maisha gerezani bila msamaha, pamoja na jumla ya miaka 461 ya ziada juu. Yaani akimaliza kifungo chake cha maisha baada ya kufa, sasa akirudi tena duniani tukadetect, inabidi aingizwe gerezani chap kwa 400 ile mingine iliyopo. Akitumikia miaka 50 amekufa, akirudi tena, yani paka ije iiche. Hiyo inaitwa paka afterlife, mzee wa kazi. Yani ni kwamba hatukutaki. Wewe sio binadamu, wewe ni mnyama. Kwanza unavutiwaje na baridi? Baridi linakuvutiaje? Wewe ni mtu kweli? Haya bana, jaji alikosoa mfumo wa haki kwa kushindwa kumzuia mapema licha ya historia yake ya uhalifu. Hansen alifariki Agosti 21 mwaka 2014 akiwa na miaka 75 gerezani Alaska huko. Jamaa mpaka anafariki hajawahi kuonesha hata tone la majuto, mzee wa kazi. Unaweza ukaona ni kiasi gani jamaa alikuwa kaja duniani kufanya unyama. Lakini pia mimi nimshukuru jaji kwa sababu ameshamaliza kifungo cha kwanza, bado miaka 400 hiyo. Maisha si yameisha, 461. Kwa hiyo akirudi kwa namna yoyote atakutana na 461 ibalizie. It's crazy. So jamaa alikuwa ni katili sana, na ni story ya kweli. Unaweza ukagoogle hata sasa hivi ukaona majina yote tulotumia na nini ni halisi kabisa. Utasoma mwenyewe story, utaielewa kiundani zaidi jamaa Robert Hansen alivyokuwa roho chafu. Pia ni ukumbusho wa ujasiri Cindy Paulson, ambaye kutoroka kwake na ushuhuda wake ndio vilisaidia kumwangusha mwindaji huyo hatari. Lakini pia hii kesi inatufunulia upande wa pili. Watu wengi wanatumia majina yao kuaminika kwao, kudeceive, kufanya mambo ya ajabu. Kwa mfano, endapo polisi wangewasikiliza mapema wale wanawake wa mwanzo, tungekuwa tumewasaidia wanawake wengi zaidi wasingeathirika. Lakini wakawa na status bana, ule hawezi akafanya hivi. Konka kubaka. We konka mpole hivyo. We. Wezi hiyo. Bana, ndo hapo inakuwa mwisho wa story yetu ya leo ya Robert. Unaweza ukaisearch pia Google kama imekuvutia zaidi uendelee lakini nimeikamua mno na hizi nimemaliza kila kitu. Mimi hapa ni storyteller wako tunaitwa Easy Konka. Tukutane kwenye story inayofuata. Lakini kabla hujaondoka, usisahau kusubscribe, like hii video, lakini pia maoni yako ni muhimu. Hii ni Nachitore. Jiunge ili tuwe wengi kwenye familia hii ya simulizi. Kwa hiyo tukutane video inayofuata. Bye.